Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwamo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, eneo zima la pwani. Nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Kwa wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo, ikiwiki ya 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayunge, Malaba na mpakani Busia, na pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Jumatano tarehe 22 Aprili ambapo tunamulika sera ya uhamiaji katika mataifa ya Afrika. Wakati dola za magharibi zikiweka sera kali za uhamiaji, hali iko vipi kwa bara Afrika? Wajue raia sisi, hasa watu walioko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, sisi ni kama vile ni raia moja. Sisi kwa nini watu walete ubaguzi kwamba wewe Mrundi, wewe Mkenya, wewe Mkongo, wewe Mganda? Sasa hii Jumuiya ya Afrika Mashariki ilikuja kufanya kazi gani? Kwa haya na mengine zaidi, kaa nasi. Kwanza tupate taarifa naye Edith Peter. Taiwan. Rais wa Taiwan Lai Ching-te amefuta safari yake ya urais kwenda taifa la Afrika la Eswatini, akishutumu Beijing kwa kuweka shinikizo kwa nchi jirani ili kuzuia ndege yake kuruka juu ya anga zao. Nchi za Shelisheli, Mauritius na Madagascar zilifuta vibali vya ndege ya Rais Lai kupita katika anga zao baada ya kile kilichoelezwa na afisa wa Taiwan kuwa ni shinikizo kubwa na ushawishi wa kiuchumi kutoka China. China ilikanusha madai ya kulazimisha, huku ikisifu nchi hizo tatu za Afrika na kusema ina uthamini mkubwa kwao. Eswatini, iliyokuwa ikijulikana awali kama Swaziland, ndiyo mshirika pekee wa kidiplomasia wa Taiwan barani Afrika. Ni moja ya mataifa 12 duniani, mengi yakiwa ni nchi ndogo za Amerika ya Kusini na Pacific yanayoitambua Taiwan. Abuja, Nigeria. Watu 6 nchini Nigeria, akiwemo meja jenerali mstaafu na inspekta wa polisi aliye kazini, wameshtakiwa kwa uhaini kwa jaribio la kumwondoa madarakani Rais Bola Tinubu kupitia mapinduzi ya kijeshi mwaka uliopita. Mtu wa 7 aliyekuwa gavana wa zamani na waziri wa mafuta Timipre Silva pia ametajwa, lakini nyaraka za mahakama zinasema bado hajakamatwa. Uvumi wa njama ya mapinduzi ulianza kuibuka Oktoba mwaka uliopita 2025, wakati serikali ilipofuta ghafla gwaride la kijeshi lililopangwa kuadhimisha miaka 65 ya uhuru wa Nigeria. Wakati huo maafisa walitaja vitisho vya kiusalama, lakini uvumi ulihusisha kufutwa kwa tukio hilo na uwezekano wa jaribio la mapinduzi. Jeshi lilikanusha madai hayo, lakini Januari lilitangaza kuwa maafisa takriban 16 watafikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi kwa tuhuma za kujaribu kumwondoa rais madarakani. Nouakchott, Mauritania. Wabunge 2 wanawake wa upinzani nchini Mauritania wameshtakiwa kwa kumkashifu rais baada ya kumtuhumu kuwa na mtazamo wa kibaguzi dhidi ya watu weusi na wazao wa watumwa katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Wabunge hao pia wameshtakiwa kwa kuchochea vurugu, kushambulia alama za taifa na kuhamasisha mikusanyiko yenye lengo la kuhatarisha usalama wa umma kupitia mitandao ya kijamii, kwa mujibu wa mwendesha mashtaka. Mariam Dieng na Gamu Achoa walikuwa wamechapisha ujumbe kwenye mitandao ya kijamii uliomkosoa Rais Mohamed Ould Ghazouan Malabo, Guinea ya Ikweta. Papa Leo wa 14 aliwasili nchini Equatorial Guinea siku ya Jumanne katika hatua ya 4 na ya mwisho ya ziara yake barani Afrika, na alikemea ukoloni wa rasilimali za madini za Afrika pamoja na tamaa ya madaraka.
Nchi hiyo iliyokuwa koloni la Hispania katika pwani ya magharibi ya Afrika inaongozwa na rais aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi barani humo, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ambaye amekuwa akituhumiwa kwa rushwa kubwa na utawala wa kiimla. Uchumi wa Equatorial Guinea ulibadilika kwa kasi kufuatia ugunduzi wa mafuta ambayo sasa yanachangia karibu nusu ya pato la taifa GDP na zaidi ya 90% ya mauzo ya nje. Hata hivyo, zaidi ya nusu ya watu wake takribani milioni 2 wanaishi katika umasikini. Shukran sana Edith Peter, na moja kwa moja tunaanza hapa ambapo wiki hii Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC imeanza kuwapokea wahamiaji wanaofukuzwa wa Marekani. Mamlaka za Kinshasa zimesema zitatoa makazi maalum kwa raia hao 15, wengi wakiwa kutoka mataifa ya Amerika Kusini. Kinaya hiki ni kwamba DRC ina wakimbizi wa ndani zaidi ya milioni 7, wengi mashariki mwa nchi. Mbelechi Msoshi na maelezo zaidi kutoka Kinshasa. Kuwekwa kwa wahamiaji hawa ambao waliwasili katika uwanja wa ndege wa Kinshasa kwa siri na kuwekwa katika hoteli moja karibu na uwanja huu wa kimataifa wa DRC kumezuka utata mara moja. Wahamiaji hao walitoka Amerika ya Kusini na ni mara ya kwanza kwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupokea wahamiaji kama hao. Wako kwa sasa 15 na waliwasili wakiwa na visa ya wiki moja, na pia wana uwezo wa kuomba nyingine visa ya miezi 3 ili waendelee kutembea uhuru mtini DRC. Wakati walifika, serikali ya Kinshasa yalitangaza ya kwamba ni serikali ya Marekani ndio itawahudumia, lakini hivi karibuni shirika la kimataifa la kuhudumia wahamiaji ilitangaza ya kwamba serikali ya Kongo iliomba msaada toka shirika hilo. Kuweko kwa raia hao toka Marekani kunazua mjadala mtini hapa Kinshasa. Upinzani unakosoa Rais Tshisekedi kusaini mkataba ambao haueleweki. Prince Epenge, msemaji wa muungano wa vyama vya upinzani vilivyomsapoti Martin Fayulu, mmoja wa wapinzani wakuu mtini DRC, amesema ni mshangao kuona serikali kukubali wahamiaji hao wakati Wakongomani wengi wanaishi katika hali ya ukimbizi katika nchi jirani. Ces accords posent problème parce qu'ils sont secrets. Makubaliano haya yanaleta tatizo kwa sababu ni ya siri, lakini ni Felix aliyeyatia saini kwa kificho bila Wakongo kujua. Ni kwa ajili ya kumfurahisha rais wa Marekani. Felix mwenyewe alikuwa amepinga na kutuma barua ya malalamiko kwa Uingereza mnamo mwaka 2024 wakati Rwanda na Uingereza walipoweka saini makubaliano ya aina hiyo hiyo. Kuna karibu watu milioni 2 kwenye mipaka ya Rwanda, Uganda na Burundi. Kuna watoto wa Kongo walioachwa peke yao katika kambi za wakimbizi nchini Uganda. Wanakosa kila kitu. Na pia kuna Wakongo waliofukuzwa kutoka Angola na Congo Brazzaville. Congolais qui ont été chassés de l'Angola et du Congo Brazzaville. Shirika la raia pia linasema si muda wa kupokea wahamiaji toka nje wakati hali ya usalama ingali tete. Huenda pia watu wao wamuluki bila serikali kufahamu, lakini serikali imehakikisha wakosoaji wake ya kwamba wahamiaji hao hawatabaki nchini DRC muda mrefu. Wakati huu kuna taarifa nyingine ya kwamba Donald Trump ameanza pia mchakato wa kuhamisha raia wa Afghanistan ambao walisaidia Marekani katika vita kupata hifadhi hapa mtini DRC. Mbelechi Msoshi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Afrika, Kinshasa. Ni taarifa yake Mbelechi Msochi. Mashariki mwa nchi ya DRC ndiko waliko wengi wakimbizi wa ndani kwa ndani ambao wameathirika na usalama mbaya wa miongo mingi. Baadhi wametoa maoni yao kuhusu mjadala wa sasa wa uhamiaji ndani ya nchi yao. Kiongozi, jambo. Jambo ndugu mtangazaji. Unaweza kutumia nafasi hii kujitambulisha kwenye idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa majina mimi naitwa Mito François. Niko president wa shirika la raia. Je, mpaka sasa hivi bado watu wanatoroka vita? Ndio ndugu mtangazaji, unajua kama ndani ya Sud Kivu yetu vita viko mahali pengi sana. Kwa hiyo watu wanangana toroka. Kuna nafasi fulani ambao kunaweza kuwa usalama kidogo, usalama unavurugika, na unapovurugika usalama watu wanakimbia. Nikusema mahali pote hapa kote nchini Sud Kivu watu wanaendelea kukimbia. Na je, vipi watu hawa ambao wanakimbia, wakimbizi wahamiaji, wanapata msaada wote? Ndugu mtangazaji, hiyo ni mambo ambayo inatupiga ni bumbuaji kwetu. Watu hawapati msaada wote, watu wanakimbia ila hawana msaada wote.
Na hii hali ya Kinshasa kuwajali wageni na kutowapa msaada raia wake, ninyi kama shirika la raia mnaizungumzia nini au mnaitazamaje? Tuna laani kitendo kile ambacho kinafanywa na serikali yetu ya Kinshasa kuwajali wageni na kuacha sisi wenyeji. Hiyo ni mambo inashangaza kwa sababu unajua kama ndani ya Kifaransa wanasema la charité bien ordonnée commence par soi-même. Watu wale wangepashwa kwanza kujali sisi wenyeji, kisha njoo wangewajali wale wengine ambao ni wakimbizi ambao hatujui kama wametokea wapi. Tunajua kama wametoka nchi za wametoka Amerika, lakini ingekuwa ni sisi kwanza wangepashwa kujali. Tunakushukuru. Na sisi tunashukuru zaidi. Mimi naitwa Modeste Bitangacha mama. Niko hapa mashariki ya Kongo na nataka kuzungumza kuhusu magumu tunayo. Sisi tuna magumu. Wewe kwanza ni mhamiaji? Mimi ni mhamiaji, ndio sababu ya mimi kusema magumu tunayo. Ndio. Magumu tunayo ni kufuatana na hali tunayo siku hizi. Sisi tulikuja tukahama tukakimbia na kurudia tena nafasi hizi tuko hamo, lakini kuko kitu moja. Sisi hatujapewa hata msaada fulani tunaopata katika mashirika, katika serikali, yani fasi zote zile ambazo zinaweza kutusaidia hatujasaidiwa. Hatujui kama ni nini hasa kinachotusababisha ile tusipate ile msaada. Na kuna hawa wahamiaji ambao walitoka huko Marekani na sasa wamewasili nchini DRC na mmesikia kwamba wao kuna msaada tayari wamewahi kupata. Je, nyinyi mnajisikiaje mkiwa kama watu ambao hamjasaidiwa kwa chochote? Hicho ni mshangao kwanza mkubwa tunao. Sisi wenzetu wamekuja hapa nyuma kutoka Marekani, wameshaanza kupata misaada, na sisi ambao tulikutaniwa tuko hapa hatujapata kitu chochote kile. Yule ni mshangao mkubwa tunao sisi. Hiyo naomba nini kupitia hiyo hali? Kwa sababu ya ile tunaomba nyinyi watu wa ONG na serikali vile vile tusaidie na sisi, kwa sababu tupate kupungukiwa na tabu tunayo. Nchini Burundi, wakimbizi kutoka DRC walioko nchini humo wataanza kurudi makwao kwa hiari kuanzia Alhamisi hii. Wakimbizi wapatao 500 katika kambi ya Busuma iliyopo mashariki mwa Burundi ndio wataanza kurejea nyumbani. Gilbert Ruyange anaarifu zaidi kutoka Bujumbura. Serikali ya Burundi kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR itaanza kurejesha kwa hiari wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliopo nchini Burundi kuanzia Alhamisi hii ya tarehe 23 Aprili mwaka 2026. Fiacre Nkunzimana, mwakilishi wa ofisi ya kitaifa ya ulinzi wa wakimbizi katika eneo la mashariki mwa Burundi, anasema takriban wakimbizi 500 kutoka katika kambi ya wakimbizi ya Busuma ndio wataanza kupelekwa DRC. Ninapenda kuwafahamisha kuwa serikali ya Burundi kwa ushirikiano na serikali ya DRC na shirika la wakimbizi duniani, wakimbizi 500 ndio wataanza kupelekwa nchini DRC. Tutaendelea na wengine, kwani wale waliotokea pale ambapo hakuna vita wanaomba kurejea. Urejeshwaji huo unahusu wakimbizi waliotoka katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini kama eneo la Uvira Baraka, Fizi na Mboko, pamoja na eneo la tambarale la Ruzizi. Unahusisha pia kaya zenye watoto wa umri wa kwenda shule, hasa wale wanaojiandaa kufanya mitihani ya kitaifa, watu wenye mahitaji maalum na watumishi wa serikali. Hata hivyo, wakimbizi ambao bado hawajaridhia kuondoka makwao wanaeleza kuishi katika mazingira magumu kutokana na ukosefu wa huduma za mwanzo. Kama tushoti mara 3 hapa kitanki kile mara 3, bamingi tu wako najikuta wanakosa maji, tena wanapanda kule kubilima, wanaenda tafuta tena kwa maji. Kama tunakosa maji ndio uzima wa mtu. Tukikosa maji maana yake unakosa vyote. Tunakula vibaya, tunapatwa na yale magonjwa kwa sababu ya kula vibaya. Kwenye kata mbili kunaweza kuwa choo kimoja. Kwa kujisaidia unajisaidia, lakini umeshabanwa sana. Kule kinyesha hapa tunakuwa na mazingira mabaya sana. Inakuwa na mpepeo, inakuwa na maradhi. Katika ofisi ya kitaifa ya ulinzi wa wakimbizi wanasema matatizo hayo wanakabiliana nayo kwa ushirikiano wa shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na shirika la madaktari wasio na mipaka MSF.
Shirika la Msalaba Mwekundu lilitusaidia tangu kuwepo kwa kambi hii, lilitusaidia kupulizia dawa za kuua bakteria, kwani wakimbizi walifika hapa kukiwa pori, lakini pia linasaidia kuleta maji. Shirika la MSF pia nalo linatusaidia pamoja na HCR kwa kuleta maji, kwani maji ni uzima. Wakimbizi wanaorejea nchini DRC wanapewa msaada wa dola za Kimarekani 150 kwa kila mtu mzima na dola 75 kwa kila mtoto wa chini ya umri wa miaka 18, pamoja na msaada wa makazi wa dola 100 kwa kila mtu. Nikiripoti kutoka Bujumbura, Burundi, Gilbert Ruyange, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kwamba tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye matangazo ya leo. Mimi ni Anne Ngugi. Kumbuka pia tuna redio washirika kando na kuwa kwenye mitandao mikuu ya kijamii. Ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio pale mji wa Johannesburg kila siku, na pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya kijamii Kivu ambayo inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Tukisonga mbele ni kwamba kiendelea na makala kuhusu uhamiaji, sasa tuingie Kenya ambapo taifa hilo liliondoa sheria ya visa kwa raia wa Afrika Mashariki, na hali hii imeshuhudia raia wengi wa mataifa jirani kuingia Kenya na kuanza kuishi maisha ya kawaida, wengi wakijihusisha na biashara ya uchuuzi na kazi za ndani. Hata hivyo, katika miezi ya karibuni mamlaka za Kenya zimeanza kudai wageni wote sharti wakuwe na vibali vya kazi na biashara. Kinyota Suleiman na mengi akiwa Nairobi. Sera hiyo inahusiana na namna raia wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanavyoweza kuingia, kuishi na kufanya kazi Kenya, huku baadhi ya mapendekezo yakielezwa katika kuongeza udhibiti wa uhamiaji na masuala ya usalama wa mipaka. Mabadiliko hayo yanaweza kuathiri moja kwa moja raia wa nchi kama vile Rwanda, Tanzania na DRC ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakitumia urahisi wa usafiri ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki kwa ajili ya biashara, ajira na maisha ya kila siku. Baadhi ya wahamiaji hao wanaishi Kenya wanasema kwamba iwapo sera hizo zitabadilishwa na kubanwa zaidi, huenda wakakumbwa na changamoto za kupata vibali vya kazi, ukaguzi mkali wa nyaraka na hata hofu ya kuishi bila uhakika wa kisheria. Hili kwetu ni pigo kubwa sana. Lakini wakati mwingine hatueleni kwa sababu gani Kenya wameamua namna hii. Katika nchi hizi za Afrika Mashariki walikuwa wameamua kwamba kuwepo familia moja, muungano wa nchi za Afrika Mashariki. Hii ilikuwa imetuletea faraja, kumbe kwamba mtu atatoka katika nchi hii atembee atakavyo bila mchikeli wowote. Wengine miongoni mwao wanasema kwamba hatua hiyo inaweza kuathiri biashara ndogo ndogo wanazofanya mijini kama vile Nairobi, ambapo jamii za wahamiaji zimejenga maisha yao kwa miaka mingi. Wanaeleza kuwa badala ya kubana uhuru wa kusafiri, serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinafaa kuimarisha mifumo ya pamoja, usajili na utambuzi ili kuhakikisha uhamiaji unakuwa salama lakini pia rahisi kwa raia wa ukanda huo. Unaungana mahali yako tu. Ukipata mjengo unafanya, ukipata kazi yote juu tunazi makaratasi yenye inazofanya kazi ile kazi inasema kazi nzuri. Wajue raia sisi hasa watu walioko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, sisi ni kama vile ni raia moja. Sisi kwa nini watu walete ubaguzi kwamba wewe Mrundi, wewe Mkenya, wewe Mkongo, wewe Mganda? Sasa hii Jumuiya ya Afrika Mashariki ilikuja kufanya kazi gani? Baadhi ya wadau wa uhamiaji nchini Kenya wanaunga mkono wazo la marekebisho ya sera mfumo huo, wakisema kuwa linaweza kusaidia kudhibiti changamoto za uhamiaji haramu, matumizi mabaya ya vibali na kuhakikisha kuwa watu wote walioko nchini wana stakabadhi halali
Hata hivyo, anasisitiza kuwa utekelezaji wake unafaa kuwa wa haki na uwazi. Wanaohama saa zingine wanahama katika njia isiyo halali, na unajua sisi tuko na sheria zetu za uhamiaji ambayo idara inayohusika katika maneno ya uhamiaji inasisitiza lazima kila mtu atii hiyo sheria. Wadau sasa wanasubiri hatua rasmi ya serikali ili kuona mwelekeo wa baadaye wa mfumo wa ukanda wa Afrika Mashariki na athari zake kwa ukanda mzima. Nyota Suleiman, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Nairobi. Tuingie Uganda, nchi ambayo imesifiwa na mashirika ya kibinadamu kwa kuwa na sheria na sera mwafaka ya uhamiaji. Kampala ilikuwa ya kwanza kuwapokea wahamiaji kutoka Marekani. Aidha, Uganda imetoa hifadhi kwa mamilioni ya wakimbizi kutoka Sudan Kusini, Sudan, Ethiopia, Somali na pia DRC. Wakimbizi wengi walioko Uganda wamesifia mazingira ya maisha na urahisi wa kuishi maisha ya kawaida, ikiwepo kutafuta ajira na hata kuanza biashara. Hapo awali nilizungumza na mchambuzi wa masuala ya uongozi na siasa kutoka Uganda, Bwana Amakol Amazima, kuhusu sera ya Uganda dhidi ya uhamiaji. Hebu tega sikio kuhusu mjadala huo. Hii si mara ya kwanza Uganda kupokea wahamiaji. Kuna hapo miaka 3-4 ilipokea wahamiaji kutoka Afghanistan. Kwa hivyo si mara ya kwanza, ni jambo ambalo limekuwepo. Ni hisia za mseto. Wengine wanasema ni fursa kwa wananchi wa Uganda kupata kazi na vile vile kupata msaada kutoka Marekani. Wengine wanasema kwamba sasa wameshindwa kuhudumia raia alafu wanahudumia wakimbizi. Kwa hivyo hisia ni za mseto. Na labda pengine Amakol Amazima, unaweza kutueleza shirika la UNHCR imesifia Uganda kwa sera yake nzuri ya uhamiaji. Unazungumziaje kuhusu kwamba UNHCR inasifia Uganda? Labda ni kipi ambacho kinaleta utofauti na nchi zingine ambazo pia zinapokea wahamiaji? Na ukiona hapa katika ukanda wa maziwa makuu, Uganda ni mojawapo nchi zile ambazo zina sera na mazoea mazuri ya kupokea wahamiaji. Na kwa kweli ukiona kwamba kambi za wahamiaji hapa nchini Uganda wamejaribu kuweka miundombinu ili wahamiaji nao wasaidiwe, waweze kusoma, waweze kupata huduma za afya na huduma zingine. Kwa kweli hapo UNHCR inaona kwamba Uganda imepiga hatua katika kuhakikisha kwamba inaweka mazingira rafiki kwa wahamiaji. Na labda kando na hawa wa kutoka kule Marekani, Uganda ina wakimbizi wagani kutoka nchi gani Afrika, na labda ni wagani ambao ni wengi kwa udadisi wako? Na wahamiaji, tuna wahamiaji kutoka Sudan Kusini, wahamiaji kutoka Eritrea, Ethiopia, wahamiaji kutoka DR Congo, Burundi, Rwanda, hata na Tanzania na Kenya wapo. Wahamiaji kutoka Somalia. Kwa hivyo kuna idadi kubwa ya wahamiaji ambao wengine wanaishi katika kambi za wahamiaji, wengine wameamua kuishi mjini wakishaona kwamba wana uwezo wa kupata kazi na kuendeleza maisha yao bila kukaa katika kambi za wahamiaji, basi wanaruhusiwa. Na hatimaye labda unatajia vipi sera ya uhamiaji Afrika kijumla? Na sera ya uhamiaji barani Afrika kwa kweli nataka niseme kwamba bado haijaimarishwa sana. Hata hapa Uganda ndio tunajaribu, lakini unaona kwamba katika kambi za wahamiaji unakuta kwamba huduma si zile kama ilivyo Ulaya, kama ilivyo Marekani. Na tungeomba kwamba labda sera hiyo imarishwe, kwamba ikiwa mhamiaji ni wa asili ya Kiafrika, basi akubaliwe, ajumuishwe na nchi ambapo ameenda, yani apewe uraia wa nchi hiyo haraka iwezekanavyo ili aweze kuendelea. Ni mchambuzi wa masuala ya uongozi na kisiasa Afrika, Akol Amazima, akiwa Kampala, Uganda. Hivi karibuni macho ya Watanzania yataelekezwa kwenye ripoti ya tume ya uchunguzi kuhusu vurugu zilizohusishwa na uchaguzi wa mnamo Oktoba 29.
Maelfu ya Watanzania wameshiriki mchakato wa kuwasilisha maoni kupitia dodoso za siri, maandishi ya viapo, ushuhuda wa moja kwa moja na mikutano ya hadhara. Sasa matarajio ya wananchi ni makubwa. Je, ripoti ya Jaji Mkuu mstaafu Othman Chanda itaweka wazi ukweli mzima? Je, waliohusika watawajibishwa? Na je, mapendekezo yatakayowasilishwa yataweza kuzuia matukio kama haya kujirudia? Isikilize tahariri ya Kennedy Wandera ambayo inasomwa kwako na Herbert Chawinga. Hivi karibuni, tume ya uchunguzi kuhusu matukio ya vurugu yaliyohusishwa na uchaguzi wa Oktoba 29 inatarajiwa kuwasilisha ripoti yake kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Uzito wa ripoti ya tume hii inayoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Chande Othman hautapimwa kwa idadi ya waliotoa ushahidi pekee, bali kwa ubora na hitimisho ya mapendekezo yatakayowasilishwa na kutekelezwa. Hata hivyo, hoja kuu si ukubwa wa takwimu, bali uzito na ubora wa ripoti yenyewe. Matarajio ya Watanzania ni makubwa. Kwanza, ripoti inatarajiwa kuweka wazi ukweli kuhusu chanzo cha vurugu, ikiwa ni mapungufu ya kiutawala, matumizi mabaya ya nguvu za dola au kasoro katika mifumo ya uchaguzi. Pili, umma unatarajia kuona uwajibikaji wa wazi kwa wote watakaobainika kuhusika bila kujali nafasi zao. Tatu, mapendekezo ya mageuzi yanayotekeleza yanahitajika ili kuzuia matukio kama haya kujirudia, hasa katika kuimarisha mifumo ya uchaguzi, haki za kisiasa na utendaji wa vyombo vya dola. Zaidi ya hayo, kuna matarajio kuwa ripoti itakuwa chombo cha kurejesha amani ya wananchi kwa taasisi za serikali. Ikiwa mchakato utaonekana kuwa wa haki, wazi na usio upendeleo, unaweza kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Lakini ikiwa ripoti inapuuzwa au mapendekezo hayatatekelezwa, basi inaweza kuongeza pengo la kutoaminiana kati ya wananchi na uongozi. Ripoti ya Chande inaweza kuwa ni kioo cha afya ya demokrasia ya Tanzania. Uchaguzi unapaswa kuwa chombo cha amani na kubadilishana uongozi, si chanzo cha vifo na uharibifu wa mali. Ikiwa vurugu zilijitokeza kabla na baada ya uchaguzi, basi kuna mapungufu makubwa yanayohitajika kushughulikiwa, kuanzia mifumo ya uchaguzi, utendaji wa vyombo vya usalama hadi uhuru wa kisiasa. Wananchi sasa wanasubiri si tu kusikia kilichotokea, bali kuona haki ikitendeka. Ukweli bila hatua ni nusu haki. Uwajibikaji bila wazi ni nusu ujasiri. Kwa msingi huo, ripoti hii si hitimisho la mchakato, bali mwanzo wa hatua muhimu zaidi: utekelezaji. Hapo ndipo dhamira ya kweli ya uongozi itakapopimwa, na hapo ndipo mustakabali wa haki na demokrasia nchini utaamuliwa. Majibu yake yataamua si tu hatima ya ripoti hii, bali mwelekeo wa demokrasia ya nchi kwa miaka ijayo. Kuweka ukweli wazi na kukuza demokrasia ya Tanzania, kuficha ukweli na kuongeza doa na shauku kwa maendeleo ya nchi. Je, Tanzania itachagua njia ya ukweli na mageuzi, au itaendelea na mazoea ya kufunika makosa kwa utulivu wa muda mfupi? Tegea tahariri ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika kila siku, ambapo huangazia masuala muhimu kuhusu bara letu. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kusubscribe, yani ujiunge na YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo katika mkoa wa Tabora. Radio Maniema New City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ndio mji wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi, ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo.
Ni hayo tu kwa leo. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kabisa na kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha Sauti ya Mwafrika iko hewani, tunasema ni shukran. Kwako wewe msikilizaji wetu tunasema pia asante. Kumbuka kujiunga nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 12:30 saa za nchi zilizoko maziwa makuu, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Mimi ni Anne Ngugi. Kwaheri ya kuonana.